Kesi ya uhaini ya Tundu Lissu, ushahidi wa P2, kielelezo E6, mashahidi wasili na mvutano mahakamani. Habari za wakati huu msikilizaji na mtazamaji, karibu. Leo tunakwenda moja kwa moja kwenye moja ya kesi ambazo zimevuta hisia za Watanzania wengi ndani na nje ya nchi, kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Kesi hii imeendelea kuwa vipindi tofauti ikihusisha mashahidi wa serikali, ushahidi wa video, hoja za kisheria na mvutano mkubwa kuhusu mashahidi wa asili. Na leo tunakuletea undani wa tukio lililotokea baada ya shahidi wa 7 upande wa Jamhuri P238 kumaliza ushahidi wake, ambapo Lissu alifanya kitu ambacho kimeibua mjadala. Alimuonyesha shahidi maelezo yake ya polisi na kuyaomba yawekwe kama kielelezo E6. Kwanza kabisa tuweke mazingira sawa. Tundu Lissu anakabiliwa na mashtaka ya uhaini, mojawapo ya mashtaka mazito zaidi nchini Tanzania, mashtaka ambayo kwa tafsiri ya kisheria yanaelezwa kuwa ni jaribio au mpango wa kuvuruga dola, serikali au mchakato wa kikatiba kwa njia zinazokiuka sheria. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo mbalimbali, kesi hii inahusishwa na kauli na hotuba za kisiasa, ikiwemo hoja ya no reforms no election ambayo ilisikika kwa nguvu katika mijadala ya uchaguzi wa mwaka 2025. Upande wa Jamhuri umekuwa ukisisitiza kwamba kauli hizo zilikuwa na lengo la kuchochea umma kufanya vitendo vinavyoweza kuzuia uchaguzi au kuleta taharuki. Upande wa utetezi ambao Lissu mara kadhaa amejiendesha mwenyewe, ameendelea kusisitiza kwamba hii ni kauli ya kisiasa, ni haki ya kikatiba na hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaoonyesha uhaini kama sheria inavyotaka. Kesi hii inasikilizwa na Mahakama Kuu mbele ya jopo la mawakili watatu. Kwa upande wa Jamhuri, maswali kwa mashahidi yamekuwa yakiongozwa na mawakili wa serikali, akiwemo wakili wa serikali mkuu Ignas Mwinuka ambaye amekuwa akionekana mara nyingi katika hatua za ushahidi. Kesi hii pia imekuwa mvuto na wa kipekee kwa sababu inahusu kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani. Pia ipo katika kipindi ambacho Tanzania inaingia kwenye msimu wa uchaguzi na imekuwa ikifuatiliwa na vyombo vya ndani na vya kimataifa. Lakini pia kuna kipengele kingine kikubwa zaidi, mashahidi wasili. Mahakama ilitoa utaratibu maalum wa ulinzi wa mashahidi. Hii imekuwa hoja nzito kwa upande wa Lissu ambaye amekuwa akipinga kwa hoja kwamba haki ya mshtakiwa kukabili mashahidi wake ni haki ya msingi. Shahidi P38 ni nani na alikuja na nini? Katika hatua ya ushahidi, shahidi wa 7 aliyejitambulisha kama P2 mwenye umri wa miaka 38 alifika mahakamani na kutoa ushahidi wake. Kwa mujibu wa simulizi iliyosambaa na vyombo vya habari pamoja na video zinazopatikana kwenye mitandao, shahidi huyu alionekana kutoa ushahidi unaogusa uelewa wake kuhusu Chadema, mazingira ya tukio au taarifa zinazohusishwa na kesi na madai ya vitisho kwa mashahidi. Lakini kilichokuja kuwa kitu kikubwa ni kile kilichofuata baada ya kumaliza ushahidi wake wa awali. Baada ya shahidi wa 7 P2 kumaliza kutoa ushahidi wake chini ya uongozi wa wakili wa serikali, Lissu alifanya hatua muhimu sana. Lissu alimsomea shahidi maelezo aliyowahi kuyaandika polisi, kisha akamwambia shahidi, kuna maeneo kadhaa hapa nina wasiwasi nayo. Ndipo Lissu akaomba maelezo yao ya polisi yawasilishwe kwa majaji kama kielelezo na yakapewa jina E6. Kwa lugha nyepesi, Lissu alihakikisha kwamba maelezo ya shahidi aliyoyatoa polisi yanakuwa sehemu ya kumbukumbu rasmi ya mahakama. Na hapa ndipo tunaingia kwenye sehemu yenye uzito wa kesi. Katika maswali yake, Lissu alianza na kipengele ambacho kwa mtazamaji wa kawaida kinaweza kuonekana rahisi, lakini sheria ni nzito sana. Lissu anauliza moja kwa moja, una alama yoyote ya Chadema? Una kadi ya Chadema? Unathibitishaje kuwa wewe ni mfuasi? Shahidi P2 akajibu kwa mtiririko huu, kuhusu alama usoni sijui, kuhusu kuwa na kadi sina. Ndipo Lissu akafika kwenye swali la msingi kabisa, kama huna kadi, huna alama, jaji atajuaje kama wewe ni mfuasi wa Chadema? Shahidi akajibu, sijui, kwa ufahamu wao. Kwa mtu wa kawaida unaweza kusema sawa, labda mtu ni mfuasi tu. Lakini kwa kesi ya uhaini swali hili ni nyeti kwa sababu kesi inategemea sana ushahidi wa maneno ya mashahidi. Kama shahidi hawezi kudhibitisha uhusiano wake na chama, basi uaminifu wake unateteleka, na pia inafungua mlango wa kuhoji, je, huyu shahidi ana ajenda gani au ni shahidi wa mazingira?
Hii ndiyo staili ya Lissu mahakamani. Anajenga hoja kwa maswali yanayoonekana madogo, lakini yanaangusha msingi wa ushahidi. Baada ya hapo, Lissu akaingia kwenye eneo jingine lenye mvutano. Je, umewahi kutishwa na wafuasi, viongozi au wanachama wa Chadema? Mwanzoni shahidi alikataa, lakini baadaye akasema vitisho vipo mitandaoni. Lissu hakukubali jibu hilo bila kulifanyia kazi. Akamuuliza, ni nani anayekutisha? Una majina, una akaunti, una ushahidi? Na shahidi akajibu, hatuwafahamu. Kwa nini hili ni muhimu? Kwa sababu serikali imekuwa ikisisitiza kwamba mashahidi wanahitaji kulindwa kwa kuwa wanatishiwa, lakini kwa ushahidi mwenyewe anakiri vitisho, lakini hawezi kutaja ni nani, hawezi kuonyesha ushahidi wa moja kwa moja. Basi upande wa utetezi unaweza kusema hii hoja ya vitisho itatumika kama kisingizio cha kuficha mashahidi. Ndio maana hoja ya mashahidi wasili imeendelea kuwa moto. Kuna kitu kingine muhimu sana kilichotokea. Lissu hakubaki kwenye maswali ya kawaida tu. Alitumia mbinu ya kisheria ambayo wanasheria wengi huifanya, kumkabili shahidi na maelezo yake ya awali. Kwa maana, kwa shahidi anasema mahakamani, lakini polisi aliandika B. Yani mahakamani anasema A, lakini polisi kule kituoni aliandika B. Basi shahidi anaonekana kubadilika au kusema uongo. Hivyo Lissu alipowasilisha maelezo yake yale kama E2, alihakikisha kwamba mahakama inarejea rasmi na kuyalinganisha. Baada ya sehemu hiyo, uhoji wa Lissu uliendelea kwa mtindo ule ule: maswali ya moja kwa moja, maswali ya kukaba ushahidi, maswali ya kuonyesha mapengo. Na katika mwendelezo, hoja kubwa zilionekana kuwa uaminifu wa mashahidi wa serikali, uwezo wa shahidi kuthibitisha madai yake, mashahidi wasili na haki ya mshtakiwa, ushahidi wa video na nani alisambaza. Katika hatua nyingine za kesi, mashahidi wa polisi pia waliojiwa kuhusu uchunguzi wa video, simu, mitandao ya kijamii na kama kuna uthibitisho wa moja kwa moja kwamba Lissu mwenyewe alipakia au kuagiza upakiaji wa video. Hoja hii imekuwa kubwa sana kwa sababu katika kesi zinazohusisha maudhui ya mitandaoni, swali la nani alipakia mara nyingi huwa ngumu kuthibitisha bila data za kampuni husika. Kesi hii imekuwa ikiripotiwa na vyombo vya habari vya Tanzania, vyombo vya Afrika Mashariki na baadhi ya mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu kuwa wanaona Lissu ananyimwa haki, mashahidi wasili ni kinyume cha haki. Kesi inalenga kuzima upinzani, lakini pia kuna wanaosema kuwa sheria lazima ifuate mkondo. Kauli za kisiasa zinaweza kuwa hatari na uchaguzi ni jambo nyeti. Kwa hiyo hii kesi imegawanyika katika maoni ya umma. Kwa ujumla, ushahidi wa P2 na maswali ya Lissu yameacha maswali mengi zaidi kuliko majibu. Na muhimu, mambo makuu yaliyobaki wazi ni kuwa shahidi anajitambulisha kuwa mfuasi wa Chadema, lakini hana uthibitisho wowote. Shahidi anasema anatishiwa mtandaoni, lakini hawezi kutaja nani anayemtisha. Lissu anawasilisha maelezo ya polisi kama E6 ili kuonesha mapengo au mabadiliko ya ushahidi. Na kesi inaendelea kuzunguka sana hoja ya mashahidi wasili na haki ya mshtakiwa.